Hapana shemeji, tafadhali naomba uniheshimu. Sasa hivi mimi ni shemeji yako. Kama mapenzi yalikuwa huko zamani na sio sasa, naomba heshima ifuate mkondo wake. Dada yangu nampenda, damu moja hiyo, kumbuka. Yaani kitu ambacho hujui, mimi siwezi kukuacha, kwa sababu katika mapenzi yetu mimi hatujawahi kugombana na tulikuwa tunapendana kwa dhati. Sema tulipoteana katika mazingira ya utatanishi Mdeme, na nilikutafuta sana. Kwa hiyo baada ya kukosa nikaingia kwenye mahusiano na Sekela, lakini sikujua kama Sekela ni dada yako. Tafadhali usinikatili, hebu naomba nipe nafasi nyingine. Pamoja na hayo, naomba uniache, maana hapa nilipo na stress zangu kibao. Halafu anaweza kaamka. Dada tafadhali naomba uondoke. Are you sure? I'm sure. Wewe kweli? Vipi mwanangu? Nimeshtuka, nimeshangaa kitandani hapo. Watoto, unajua nilijisikia haja. Sasa nikaona baby umelala, umezama kwenye usingizi. Kwa hiyo nikaona nisikusumbue. Ndo nikatoka nikaenda msalani. Hivi ndo narudi hivi. Kwa hiyo hakuna shida. Hakuna tatizo. Nilikwenda tu msalani kidogo. Nirizani najenga, kumbe nazidi bomoa. Nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Nilijua naimarisha pendo, kumbe nalitoa kafara. Nilijua napendezesha mjengo. Afadhali nimekuona mwanangu Ganyai, umri uliokuwa nao mkubwa hivyo, bado unakuwa mshamba wa mapenzi. Limbukeni wa mapenzi mpaka hapo, si ndio? Kwa nini unakuwa mshamba kiasi hicho? Mwanangu, mimi mama yako mzazi, unijali kwa heri wala kwa chani. Na lini sikumbuki umenipa shilingi 10,000 ya pamoja. Sijui mpaka sasa hivi sikumbuki. Kila kitu najifanyia mwenyewe kama sina mtoto. Halafu ulivyokuwa bwege, unajaza ndugu wa mwanamke ndani. Huna maendeleo yoyote. Wanakula tu, wanalala tu. Lakini sasa Bizo, acha nitoe dukuduku langu. Mpuzi mkubwa wewe. Ala. Halafu nikwambie, unajua yule si mke, yule ni hawara tu. Anatoa wapi nguvu za kuleta ndugu zake pale na kuishi pale na kula anachokitaka? Jiangalie sana mtoto wangu. Sasa mama yangu mzazi Bizuki, ni kweli yule ni shemeji yangu, mdogo wake na mke wangu, baba mmoja mama mmoja. Sasa kule alipokuwa akiishi awali kuna changamoto na matatizo yamempata. Kwa hiyo ndo mke wangu akaniomba tumpokee, tumsaidie kwa muda. Hakuna kitu kama hicho.
Hakipo hicho kitu. Wewe una ndugu wangapi maskini? Una ndugu wangapi hawana kitu? Mbona unashindwa kuwasaidia? Mbona mtoto wa dadako anashindwa kumpeleka shule na wewe unashindwa kumsaidia? Jiangalie wewe. Una kazi ya kunenepesha shetani wakati kiti anaumia. Huo ni ujinga katika maisha. Jiangalie sana kijana wangu. Unaumia. Sikia mkwambie. Nimewakuta mkeo sijui mbawa lako yule mke bado hajakuwa mke. Nimemkuta hawarako na mdogo wake chini ya ndugu gani wamejikalia tu wana relax kwenye vitu wanakula minyama hiyo. Lakini mama, hebu jaribu kupunguza munkari kidogo. Mbona ni vitu vya kuzungumza tukaelewana? Acha jaziba mzazi wangu. We! Sina haja na wewe. Sitaki hata kukuona. Na kuanzia leo hii nyumbani kwako sitakanyaga. Na hunioni kukanyaga kwako. Mimi nakwambia kweli. Kwa sababu huwezi kunifanya mimi sina akili. Mimi ndio mwenye mtoto. Jiangalie mtoto wangu. Wewe umerogwa. Sasa mimi sina haja na wewe na naondoka na kwako sikanyagi. Asiye. Kwa lako lilivyokuwa zito nalijua. Hivyo vyombo vitaisha kesho kutwa. Umekaa hapo una chati tu. Shedo imekolea mdomoni. Dada wewe. Sasa nifanyaje jamani? Ndugu wangu upo. Saa hizi mnaosha vyombo. Chai ipo tayari kweli hapa? Tayari. Hata mimi nakaa wapi? Au sitakie? Iki hapa shemeji. Afadhali shemeji yangu. Nipe shemeji yangu bwana kiti nikae. Dada yako wakati tunaanza kuishi yote, alikuwa kashanipisha nikaya. Lakini sasa hivi sasa tunaishi kwa mazoea. Ajue huyu mwenye nyumba kufika. Shemeji yangu Mdeme, leo nilitoka asubuhi sana. Kuna mtu bila kumdamkia ningemkosa. Kwa hiyo sikupata bahati ya kukujulia hali. Umeamkaje? Nashukuru Mungu shemeji. Marhaba. Jambo. Jambo. Lakini leo nimepata kuthibitisha kwamba mguu wa kutoka Mtume kauombea. Kwa sababu katika safari yangu niliyokwenda nimepata neno kidogo zuri. Kwa hiyo nikaona nilifanye kama wazo nije niliwasilishe kwako shemeji yangu. Lakini wakati naliwasilisha inapendeza na hivi na dada yako na Sekela yupo ili kwa pamoja tupate kulijadili. Kama tutaliona linafaa basi tutaendelea nalo. Kinyume na hapo kama litaonekana halifai si neno tutaliacha, maisha mengine yatapata kuendelea. Sawa shemeji, nimekuelewa. Nakusikiliza. Sawa. Kiufupi katika kukaa kuwaza na kuwazua kwa kipindi kifupi tu nimeona shemeji yangu kwa jinsi alivyonielezea dada yako Sekela mitihani na changamoto ulizopitia na mpango wako ulioweka sasa wa kujipanga upya. Ukikaa idle hivi upo tu muda mwingi utakuwa una mawazo. Sasa nikaona wakati shemeji anajipanga na mimi nijaribu kuweka kitu hapo ndani yake. Nimekutafutia kazi. Si kazi kwa maana ya kazi, ni ajira fulani kibarua, lakini kinatosha kujishikiza kwa sababu utakuwa unapata chochote kitu kitakusaidia kujikimu na kujiwekea viakiba vya hapa na pale. Sasa nilipokwenda kule ndo nilikutana na swaiba yangu, akanieleza hilo wazo na mimi nikaona nilete kwako. Kama utajiona shemeji una utayari wa kufanya kazi sasa hivi, basi kuna sehemu ajira hiyo. La ukijiona bado unataka kupumzika, wewe ndio mwenye maamuzi. Sijui unasemaje kwenye hilo. Kabla mhusika hajajibu, mimi naomba nimjibie. Kwanza nikupongeze mume wangu kwa kumjali mdogo wangu. Pia naungana na wewe mkono. Sasa sijui tuambie tu ni kazi gani ambayo umemtafutia. Swali zuri. Kwa kifupi kuna swaiba yangu mmoja hivi. Ni bwana mdogo wangu anaitwa Raida.
Sijui kapata wapi hela yule mbwa yule. Lakini nimekwenda kwa mambo yangu leo asubuhi, akaniambia kafungua ofisi hizi 2. Kafungua ka grocery, alafu kafungua na kefu au kimgahawa. Katika hizo ofisi zote anahitaji mfanyakazi msimamizi pale. Kwa hiyo nikamwambia mimi kuna shemeji yangu Mdeme, tuko naye pale nyumbani sasa hivi. Kwa hiyo nitakwenda kuzungumza naye. Kama mwenyewe ataonyesha nia au uhitaji, nitamleta muweze kuzungumza. Kwa hiyo ndo nikaona nililete hili wazo. Kwa hiyo shemeji, ni hiari yako, sikulazimishi. Kama unahitaji kupumzika, endelea kupumzika. Ila kama unataka kupata sehemu ya kujishikiza, ipo. Shemeji, mimi naona mgahawa ndio utanifaa zaidi. Mgahawa Ni kweli. Hata mimi naunga mkono. Kwa sababu jana nimekula chakula, Sekela akaniambia kapika shemeji yako. Shemeji kwenye kupika we nyoko. Sasa acha vyombo. We Mdeme vipi? Mchuzi wa mbwa unanyoa ukiwa wa moto bwana. Hivyo vyombo atamalizia Sekela. Wewe sasa hivi jiandae. Yaani sasa hivi. Ala, chelewa utakuta mwana si wako. Pindi nilipokuwa mdogo nilijua mapenzi ni furaha tu, kumbe ni tofauti. Maana kwangu amekuwa ni ushenzi na kosa raha, ni mawazo tu, nawaza nijitio mahuti. Sometime kula nashindwa, mawazo kichwani kibao yanielemea, sijui nifanye nini nitoke kwa hili jangwa, na kiu kitaniua. Sawa, nina maisha magumu, sichoke kupambana kwa ajili yako. Hebu njoo kwanza barabarani hapa, tunaweza tukaongea, kapita bodaboda ikaleta shida. Mdeme, mimi nilikuwa naomba tuzungumze kidogo. Wahenga hawakukosea waliposema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Kwa hiyo mimi naomba niwe mkweli na muwazi kwako. Yale yote tulozungumza pale ukiwa na dada yako ni uongo. Hakuna sehemu yoyote ambayo mimi nimekutafutia kazi. Na hii safari hakuna tunapokwenda kwa ajili ya kazi. Ila mimi nilihitaji kutoka na wewe ili nipate muda wa kuzungumza na wewe angalau kwa uchache. Kwa sababu mazingira ya nyumbani yamekuwa sio rafiki na namba yako ya simu ya sasa hivi siijui. Kwa hiyo ndio maana nikatumia triki hii. Shemeji, unajiona uko sawa, lakini hauko sawa. Haya sasa, kurudi nyumbani tunaenda kumwambia vipi dada? Hilo sio tatizo na lisikuumize kichwa. Yaani hapo ni sawa na kuzungumzia kukosa ibada kwa sababu ya kofia tu. Mimi ni Alwatani Ganyai. Yaani nikiamua kukutafutia sehemu ya kujishikiza kwa ajili ya ajira, dakika moja tu. Kuna wadau wengi sana nafahamiana nao. La muhimu na la msingi kwa sasa ni mimi na wewe kuzungumza namna gani tutayarejesha mapenzi yetu na namna gani tutayaendeleza. Hilo ndio la msingi zaidi. Ganyai, kuhusu mahusiano mimi na wewe haiwezekani tena. Labda nikwambie tu, mimi mpenzi wangu tumerudiana. Kaamua kurudi kwangu kuniomba samahani, na yule ni binadamu. Alafu wanaume ni kawaida yao kukosea. Kwa hiyo mimi kama binadamu nimeamua kumsamehe na maisha yaendelee. Kwa hiyo tafadhali, dadangu anakupenda sana. Nakumbuka yule dadangu wa damu. Siwezi kumfanyia vibaya. Siwezi kumsaliti. Haya sasa, akija akijua dada, upuuzi akija akiujua. Hapana. Tafadhali naomba mimi na wewe yaishie huko. Wewe tufanye kitu kimoja. Mimi nikikutizama katika macho yako naona kabisa na nafasi bado moyoni mwako. Lakini hivi vitu nikisema tukifanyie papara,
tunaweza tukakosa utatuzi uliokuwa sahihi. Kwa hiyo sasa, cha msingi mimi nafikiri ungenipatia nambari yako ya simu, ili kadri nitakapotaka kuzungumza na wewe niweze kukupigia. Haya mengine yanazungumzika Mdeme, lakini hata kama hatuna mahusiano, upasi kuzungumza na mimi kwa hasira, kwa sababu bado mimi ni shemeji yako. Sasa ukiweka kisirani au ukiweka sintofahamu, Sekela atahisi kuna kitu baina yetu. Kwa hiyo naomba unipatie namba yako ya simu. Kuhusu namba, haina. Asante. Hii inaonyesha kwamba mimi na wewe hatuna mgogoro tena. Tunatakiwa kupendana na kuishi kwa upendo, kwa sababu sisi ni mtu na shemeji yake. Kwa hiyo shemeji ni mke, au sivyo? Ndio. Kwa hiyo tunaweza kwenda sasa. Ndio. Nirizani najenga, kumbe nazidi bomoa. Nilijua nimepata, kumbe nimepatika. Si wema mwanangu. Ambe mama. Maisha ya kaka yako yananisikitisha sana, afu mimi naumia. Unajua yule mimi ni mwanangu, yaani anakuwa na wakati mgumu. Wakati mwingine anatafuta mpaka 500 ya kula, anakuja kwangu, nipe 500, nipe buku. Mwanangu Ganyai, una matatizo gani? Kazi mwanangu unafanya, pesa unapeleka wapi? Ni kule kwa yule mwanamke. Cha kushangaza, yule hawala yake kamchukua mdogo wake kamlundika pale ndani, wanakula wanakunywa. Mimi naumia. Mtoto wangu ana wakati mgumu sana, anatafuta hela kwa jasho kubwa sana, jua lake mvua yake, lakini wakati wake unakuwa mgumu, maisha yake yanakuwa magumu, anakuja kwangu ananiomba hela. Kwa kweli hilo sitokubaliana nalo hata mara moja. Kisa ni yule mwanamke? Kisa ni yule mwanamke? Hapana, hapana. Wewe unasemaje? Ni kweli kabisa mama, mimi mwenyewe naumia sana. Umeona, umeniwahi tu, nilitaka nije nikwambie kuhusu hili swala. Hata mimi mwenyewe vipi simpendi kabisa, wala sijai kumpenda. Kwa hiyo hapa cha msingi tufanye lolote lile waachane, maana hapa hata ndoa bado, na ikipita ndoa itakuwaje? Hilo nalo neno, hilo nalo neno. Ganyai kakaa tumboni mwangu miezi 9, nimemzaa kwa uchungu. Sitokubali ateseke na wala apate tabu, kisa ni yule mwanamke. Ina maana wale aliowajaza pale ndani, yule mkewe na mdogo wake, ina maana hakuna mahitaji mengine ambao wanataka? Si hapo? Mimi nasema haifungwi. Kama miezi 9 kakaa hapa, nimemzaa kwa uchungu. Kakaako yule mwanamke hamuoi. Yule mwanamke nitasimama kidete, mimi na yeye, afe yeye nife mimi, pale ndoa hakuna, na hamuoi. Na hapa nakwambia hamuoi. Mimi ndio Zuki bwana, mimi ndio Zuki bwana. Nitafanya fitina, figisu atakuwa pale haolewi, na pale ndani ataondoka. Ni kweli kabisa mama, hapo ndoa hamna, na kuaminia mama yangu. Cha msingi hapa tufanye lolote, isifungwe kabisa na waachane. Yule wifi simpendi kabisa. Mimi siwezi kukubaliana nao, siwezi kukubaliana naye kabisa, kwa sababu ananifanya mimi sina akili, na mimi pia nahitaji mahitaji kutoka kwa mtoto wangu. Siyaoni kila siku ya Mungu ni shida, kisa ni yule mwanamke. Ukimwona kapaka shedo huku na huku, utafikiri katafuna jongoo, anajitia mzuri. Na uzuri gani yule? Kuna wazuri, lakini sio yeye. Huyo mdogo wake kitendawili, ukimwona hivi kakako anakarogwa, anawazimwe. Mimi nasema pale ndoa hakuna. Mimi Zuki nasema ndoa hakuna, full stop. Afadhali nimekutana naye bwana Ganyai. Ndio. Nilikuwa nakutafuta sana wewe. Wacha bwana wewe. Shikamoo. Marahaba. Baba, msisi wa Msisili. Niseme wazi tu, hata mimi nimefurahi kukuona. Maanake takriban kama wiki 3 sija kuona. Sasa mzee wangu, mbele yako niko Mr. Ganyai, almaarufu tumbo, dalali mwenye ufanisi katika utendaji wake wa kazi. Kote hapo ananifahamu. Nipange sasa baba. Chumba sebule,
upande au nyumba nzima, niko tayari kukuhudumia. Acha kujisifu sifa usizokuwa nazo Ganyai. Dalali gani tapeli wewe? Dalali muongo. Tapeli wewe, ni tapeli. Wewe wakunipangisha pale bondeni kwenye njia ya maji. Jumba linavuja kama chekecheo, kama chujio la nazi. Linavuja jumba. Unaniweka pale. Kweli? Wakunifanya hivyo mimi? Alafu Msisili, nilikuwa na kuheshimu sana, lakini nimekuja kugundua kumbe wewe mzee bogus. Sasa katika jambo hilo mimi kosa langu nini? Mimi kama dalali, wajibu wangu ni kumtafutia mteja wangu nyumba au eneo analolihitaji kulingana na kipato chake. Sasa pesa yako ndio ilipoishia pale. Unataka mimi nifanye nini? Lakini pia cha kuzingatia, wakati unapanga pale ulikuwa umelewa. Nilikushikia bastola. Si ulikuwa na akili zako timamu? Kwa hiyo ni wewe mwenyewe na akili zako. Mimi sihusiki katika hilo. Ganyai, acha kunifanyia mambo ya kiuni. Kama ulikuwa unachezea vyeupe hivi vyekundu, havichezewi na mtu kama wewe. Umenielewa? Mimi sidhulumiwi na mtu kama wewe. Ninachotaka hapa nirudishie pesa yangu, nikatafute sehemu nyingine. Pale sipataki. Unanichofya kwenye chujio la nazi. Ganyai! Yaani katika kitu ambacho mimi sipendi kwenye maisha yangu, kutishwa. Usinitishe bwana. Nakwambia Msisili, usije ukathubutu kunitisha. Mimi na wewe tulishamalizana. Pambana na hali yako. Mimi nafanya kitu kilichokuwa sahihi. Wewe ulichosisitiza unataka nyumba iliyokuwa na hewa. Hakuna hewa pale. Sasa kama hutaki kuishi pale, tafuta hela kapange sehemu nyingine. Na kama mimi nataka nikutafutie sehemu, hiyo ni mkataba mpya. Mimi sihusiani na hilo. Tena usije ukarudia kunitisha. Usinitishe. Kwa hiyo utaki kutishwa? Ndio, usinitishe. Utapeli wako. Nenda zako. Wewe nini? Wewe usitambe mbele ya demu wako huyu. Kumbe kuongea kote unaona nina kisu. Ndio piskali, Ganyai. Rudisha hela yangu. Mzee usininyoshe kidole. Rudisha hela yangu. Unajua mimi siku nyingi nilikuwa nakuangalia wewe, macho yako utakuwa mwanga. Wewe unatafuta sababu. Rudisha hela yangu. Sikupi hela nini? Usinitishe. Nataka hela yangu. Niache, usinitishe. Nitakupiga mimi. Niache. Mwache. Wewe unataka nini mimi? Kwanza utakunipa kesi. Hivi nikupiga wapi ufi wewe? Wapi nikupiga kabisa utapona usipokufa? Kila sababu nikupiga unakutoka. Sawa, umeshinda. Lakini mimi hili halijesha bado. Potelea mbali. Bado ipo. Mimi mwenyewe vita na vitaka. Nenda bwana wewe. Konichezera ni wewe. Nokusubula nokugala kuzimu demu yako kukulola hiyo kukukimbira. Niye sichezeragwa na Mungu. Niye sichezeragwa na Mungu kama gwe. Huo mkwala tu usinitishe. Alafu mzee atatafuta sababu ya kupaka mafuta. Hao wazee siku hizi si ovyo tu bwana. Wewe bwege tu. Wewe bwege mmoja tu. Usinitishe mimi. Nirizani najenga, kumbe nazidi bomoa. Nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Nilijua naimarisha pendo, kumbe nalitoa kafara. Nilijua napendezesha mjengo, kumbe anaitoa sadaka.